Naendelea na somo la utakaso mkamilifu na nikizungumzia utakaso wa nafsi sehemu nyingine ya pili. Wale walioko ibada ya pili tulienda deep zaidi na sitaki kurudi kule. Wale tulioishia ibada ya pili na sisi tutaishia pale kuendelea mbele. Ila ibada ya kwanza tutaanzia pale tulipoishia na tutaenda mbele kidogo. Tulijifunza kuhusu utakaso wa nafsi katika somo la utakaso mkamilifu. Kumbuka andiko letu katika kile kitabu cha Wathesalonike linasemaje? Na Mungu wa amani nini? Awafanye nini? Awatakase ninyi kabisa nafsi zenu, roho zenu na miili yenu, ili muwe kamili bila lawama. Kwa hiyo kuna kutakaswa kabisa na kuna kutakaswa. Kwa hiyo utakaso nitaka kusema ukijana ni mchakato wa kufanyika safi, mtakatifu, aliyetengwa kwa ajili ya kusudi maalum la kiungu ili kumwabudu na kumhudumia Mungu. Ni mchakato. Kwa hiyo tunapozungumzia mchakato tunazungumzia ni kitu ambacho kinaendelea, sio kitu kinachoishia leo. Unatakiwa ukifanye kesho na kesho na kesho, na sio utakaso kwa maana ya kujimwagia damu ya Yesu. Najimwagia damu ya Yesu, ndio huo utakaso. Hiyo ni sehemu moja tu ya utakaso, lakini utakaso mwingine unahitaji damu ya Yesu. Unahitaji tu kuchukua hatua, unahitaji tu kujitenga, unahitaji tu kufanya maamuzi, hii tabia kuanzia leo niachie. Kwa hiyo ni mchakato wa kufanyika safi, mtakatifu, aliyetengwa kwa kusudi maalum la kiungu ili kumwabudu na kumhudumia Mungu. Sisi watu wote tunaweza kumwabudu Mungu kwa kazi zetu. Tunaweza kumwabudu Mungu kwa masomo yetu. Tunaweza kumwabudu Mungu kwa kila tunachokifanya. Biblia inasema kila kitu fanyeni kama kwa nani? Kama kwa Bwana. Kwa hiyo whatever you do, you worship. As long as you do the right thing. Kama tu unafanya kitu sahihi, unamfanyia Mungu ibada. Unanielewa vizuri? So, nikazungumza ile wiki juzi nilizungumza kuhusu kuhesabiwa haki. Mtu mmoja akauliza, sasa fasa kuhesabiwa haki na utakaso ni sawa? Ikabidi nije kidogo hapa sasa nitoe maelezo ili sasa kabla sijaendelea mbele. Kuna tofauti kati ya kuhesabiwa haki na kutakaswa. Siku uliyompokea Yesu kasema, Yesu ninakupa maisha yangu, wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ile siku wewe hapo ulihesabiwa nini? Haki. Ulihesabiwa haki. Na watu wengi walokolengi tumekwama hapo eneo tuliohesabiwa haki. Na tunakwama kwenye maeneo mengi kwa sababu tunajihesabia haki, kwa sababu tumehesabiwa haki. Tunashinda kujua kwamba kuhesabiwa haki ni jambo moja, lakini maisha yetu hayataki tu kudumu katika kuhesabiwa haki, yanataka tudumu katika utakaso. Okay. Let me lead for you in the book of, kabla sija hebu nisome Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili, alafu naomba tusome wote hapo juu ubaoni. Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili 5:21. Huyu sasa msomaji wangu yuko very taratibu. Wakorintho wa pili 5:21. Haya, tusome wote pale. Moja, jamani, nimewekea na hapo tena nashinda kusoma. 1, 2, 3. Rudia tena. Rudia mara ya mwisho. Umeelewa hapo? Sasa huko ndio kunaitwa kuhesabiwa haki. Wewe ulitoka huko na mtumbo na dhambi zako, lakini ukakutana na Yesu ambaye yeye alikuwa hana dhambi. Biblia inasema Mungu yeye alimfanya kuwa na dhambi. Sio alikuwa nazo, alikuwa hana dhambi, lakini alimfanya kuwa na dhambi. Na zile dhambi alizomfanya kuwa nazo ni dhambi zako. Akamfanya kuwa mwenye dhambi kwa ajili yako, ili wewe na mimi tupate kuhesabiwa na haki katika kwa Mungu katika yeye huyo Kristo aliyefanyika mwenye dhambi. Sijui kama kuna mtu ameelewa hiyo hesabu ya Mungu. Kuna mtu ameelewa hiyo mathematics? Kwa hiyo wewe una dhambi, ulipompokea na kumwamini Kristo Yesu,
ukabadilisha, ukafanya transaction, akachukua dhambi zako zote, akakupa haki yake yote. Yeye mbele za Mungu ni morolo, hana dhambi yoyote. Lakini kwa sababu ya dhambi zako amefanyika mwenye dhambi. Kwa hiyo umebadilishana dhambi. Na ndio maana kila mwenye dhambi ilibidi, mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Ilibidi afe. Angebadilishana na yetu kienyeji, bado deni ya dhambi ingekuwa haijalipwa, kwa sababu deni ya dhambi inalipwa kwa mauti. Kwa hiyo hapo sasa ndo tunaita tumehesabiwa haki kwa neema tu, kwa kumwamini Kristo Yesu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na nielewa kanisa la Mungu. Kwa hiyo kuhesabiwa haki ni kazi ya Mungu mwenyewe kupitia kazi ya msalaba. Kupitia kazi ya msalaba. Na kazi ya kuhesabiwa haki ni kwa ajili ya kukubadilishia utambulisho. Yaani tunahesabiwa haki in order to change our identity. Lakini utakaso ni kazi inayohusisha pande mbili. Yaani inamhusisha muamini na kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio tofauti. Utakaso unahusisha wewe. Yaani wewe usije ukasema Mungu atanitakasa mwenyewe. Unatakiwa uhusike katika kazi ya utakaso. Unahusikaje? Sio kwa maana unajimwagia damu, unaenda kutafuta damu huko unajimwagia. Kuna namna tunahusika. Kuna watu sasa hivi wanachinja. Wanasema ile ya Yesu tu haijatosha, kwa hiyo tuchinje na mbuzi. Wanachinja, lakini makanisani anasema hata Ibrahim alitoa kafara. Huko sasa ni kujitahidi. Biblia haijatuambia tufanye hivyo. Kuna namna ya kufanyia utakaso. Kwa hiyo nimesema utakaso ni kazi inayohusisha pande mbili, yani muamini na kazi ya Roho Mtakatifu. Husika na mtembeo wako wa kiungu. Kazi ya utakaso inahusika na safari yako, journey with God, safari yako. Ile ya kwanza tumesema utambulisho. Hii hapa ni safari yako ya maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuwa mtoto wa mzee Kabelege ni utambulisho tu ulioupata, yamkini kupitia kuzaliwa. Hata sisi pia tumezaliwa kwa neno lake. Lakini kuendelea kudumu kama mtoto ni lazima udumu kwa kumfurahisha baba yako. Anachokwambia la sivyo atakufukuza kwenye hiyo nyumba na atakupa laana. Kwa hiyo how to walk with God. Hiyo safari yako ya kutembea na Mungu inahitaji utakaso. Ila kupata kitambulisho cha Mungu unahitaji kuhesabiwa haki. There's somebody here understanding me what I'm talking about? Mnanielewa vizuri eh? Sasa na hisi ule mtu tutakuwa nimemjibu swali lake kwa sehemu. Sababu ya muda siwezi kwenda mbele. Wakorintho wa kwanza sura 6:11. Wakorintho wa kwanza 6:11. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Tunaona hapo muendelezo wa kutofautisha kati ya kutakaswa na kuhesabiwa nini? Haki. Anasema na baadhi yenu, mimi nahisi hiyo baadhi yao na mimi nimo. Sijui wewe, lakini mimi nimo. Anasema na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, watu wachafu, watu wa kuipenda dunia, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hiyo kutakaswa na kuoshwa ni kazi ya kuliamini jina pamoja na kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini kuhesabiwa haki ni kwa kumwamini Kristo Yesu tu na kazi ya msalaba. Na nielewa vizuri. Kwa hiyo lazima ujue tofauti hapa sasa kati ya kuhesabiwa haki na kutakaswa. Unaweza ukawa unaishi maisha yako ya wokovu kwa kutumia kigezo cha kuhesabiwa haki, utakwama njiani. Na ndio Biblia inasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, neema imetuokoa, na upendo wa Mungu Baba unatupa kuendelea mbele, na ushirika wa Roho Mtakatifu unatupa uhusiano ukae nasi nini sote sasa na hata milele. Sijui kama mnanipata. So hapa anasema baadhi yenu. Kuna watu hapa hamkuwa Wayahudi. Hata mimi ni Mbena sijui Kibena. Niliozaliwa Uruguruni huko. Kwa Ruguru. Mimi nilikuwa mtu wa mataifa.
mimi nilihesabiwa asiye na Mungu kwa sababu sikuwa na agano na huyo Mungu. Lakini nilioshwa, lakini nilitakaswa, lakini nilihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho Mtakatifu wake. Are we together? Am I talking to somebody here? Sasa umeona safari yako ya wokovu inahitaji vitu gani hapo Very simple. Very simple. Wakorintho wa pili 7:1. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili 7:1. Tusome 1, 2, 3. Kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Turudie tena. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Tukitimiza nini? Utakatifu. Kumbe utakatifu kuna kutimizwa. Sijajua kama naongea na watu hapa walio hai au waliokufa. Preach to me tafadhali. Ubiri na mimi kama unanielewa. Utakatifu unatakiwa kutimizwa. Nisi unaweza kuwa mtakatifu lakini hujatimizwa. Ndio tulisoma kijana, mtakatifu na azidi kufanya nini? Kujitakasa. Wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, tujitakase. Hapa kama anasema tujitakase, asemi Mungu atutakase. Kumbuka nimeshasema utakaso unahusika watu wawili, wewe pamoja na nani? Na Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe mnahusika katika kufanya utakaso. Usimwachie tu Mungu. Mungu anajua maisha yangu, unahusika. Kwa hiyo unajitakasaje? Hilo sasa ni jambo jingine ambao nitafundisha ibada ya pili, na leo nitafundisha sehemu moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Danieli 9:24. Danieli 9:24. Muda wa majuma 70 umeamliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa, kuishiliza dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta au Roho Mtakatifu yeye aliye mtakatifu. Sasa hapa tunaona kuna mambo kadhaa. Wewe msomaji kweli ndio umetafuta hiyo Danieli? Danieli 9:24. Uko slow kwa kweli. Utakuwa tu. Danieli 9:24. Sasa tunaona hapa kuna mambo 6 yametajwa tunavyotakaswa. Jambo la kwanza amesema tunakomesha nini? Makosa. Ukitakaswa kuna vimakosa vinakomeshwa. Kila mtu hapa anakosa, ana makosa yale madogo madogo. Kiwango cha makosa kitapungua. Sisi ni wanadamu. Kuna namna tulivyolelewa tunaweza tukakosea. Kuna namna kutokana na maisha tulio yanayotupiga tunaweza tukakosea. Kuna namna uchumi wako hujakaa sawa sawa, unaweza kukosea. Unanielewa vizuri? Ukawa natoa ahadi hewa. Na kuja sasa hivi hapo nakuletea, unazima simu. Tumakosa. Kuokoka umeokoka, lakini unatumakosa. Lakini ukitakaswa kuna muda hata huo kusema uito tumakosa unashindwa. Kwa hiyo anasema hapa utakaso na faida ngapi? Faida 6. Namba 1 kufanya nini pale? Kukomesha nini? Makosa. Kumaliza makosa. Namba 2 kukomesha. Wewe unanitafutia Biblia nyingine. Tafuta Biblia ya kawaida. Usichanganye hapa madesa. Kuishiliza dhambi. Lakini unaweza kutumia hiyo, zote ni sawa tu. Ila tofauti ni vile maneno. Kuishiliza dhambi namba 2 au kumaliza dhambi.
kumaliza dhambi. Namba 3, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Na nilishasema uovu ni kitu ambacho ni generation cha kurithi. Wiki jana tulizungumza. Baba yako alikuwa hivi na hii tabia, ukashangana na hiyo tabia. Ili kabila lina hasira. Ili kabila ni waongo. Ili kabila ni waongeaji sana. Hiyo uovu, unajua kuna uovu wa damu, afu kuna uovu wa kabila. Ili kabila linapenda pesa sana. Biblia imesema kupenda pesa ni shina la nini? La uovu wote, la mabaya yote. Kwa hiyo kama unapenda pesa kupitiliza, misi kuna uovu. So what you need sanctification. Unahitaji utakaso kwa ajili ya uovu. Siwezi kurudia hapo sana kwa sababu nilizungumza ukijana. Alafu namba 4, kuleta haki ya nini? Hivi nyewe simpo hapo. Niweka hapa hivi, mnashinda kuenda na mimi. What are you looking for? Namba 4, kufanya nini? Kuleta haki ya nini? Ya milele. Kuleta haki ya milele. Kwa hiyo tunapotakasika tunapata ile haki ya milele. Sio haki ya siku moja. Sio kuhesabiwa haki. Unajua Biblia inasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa utakaso utakusaidia kuvumilia. Lakini ile wokovu na kupokea Yesu wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ile haitoshi. Ile inakupa utambulisho, lakini wajane safari yako hata ufike ule mwisho, unahitaji utakaso ili upate haki ya nini? Ya milele. Namba 5, kutia muhuri maono na unabii. Kutia muhuri maono na nini? Na unabii. Kuna unabii umekuja katika maisha yako. Kuna maono umeyapata kwa ajili ya kesho yako. Lakini kwa sababu hujaishi maisha ya utakaso, adui anajua nyakati gani za kujiliwa kwako. Alafu anakuletea kitu ambacho ni hati ya mashtaka ya kukuondolea haki katika ulimwengu wa roho ili usipokee unachotakiwa kupokea. Na ndio maana Yesu anasema laiti mngejua yawapasayo amani, lakini amefichwa machoni penu. Yamefichwa. Kwa hiyo wakati wote unapoona kwamba kuna tabia za asili zinalipuka ndani yako, ujue ni wakati wako wa kujiliwa. Ngoja niwahubirie watu wa Mwanza. Watu wa Dodoma melala sana. Kutia muhuri maono na nini? Na unabii. Kwa hiyo tunapofanya utakaso, yale maono yako, ule unabii wako unagongwa muhuri ili uthibitike. Wewe unadhani ya kwamba kwa sababu ulitabiriwa tu vitatokea, kwa sababu uliona tu rohoni vitakuja. Who told you? Unadhani kuna katika ulimwengu wa roho kuna madai mangapi juu yako? Yanasema huyu asipokee kwa sababu hii, huyu asipokee kwa sababu hii, huyu asipokee kwa sababu hii, huyu asipokee kwa sababu hii. Tunapoishi maisha ya utakaso, tunagonga muhuri ule unabii na maono ili yaweze kutokea. Namba 6, kumtia mafuta yeye aliye nini? Mtakatifu. Kumtia mafuta yeye mtakatifu. Biblia inasema tubuni mkabatizwe, alafu zije nyakati za kurudishwa, nyakati za kujazwa Roho Mtakatifu, nyakati za kutembea na Roho Mtakatifu, nyakati za kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Hizo zinatokea ni kutokana na utakaso. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Ni mtakatifu. Sio baba yako mdogo, sio Pastor Kabelege. Na Biblia inasema wala usimtie huzuni, usimhuzunishe. Sasa njia kutokumtia huzuni ni nini? Maisha ya toba. Maisha ya toba. Watu wengi sana tumekwama katika ile eneo. Tumekwama. Haya mambo yote 6 hayajatokea katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa maisha ya utakaso. Maisha ya utakaso. Ukosa utakaso, utapata shida sana. Biashara yako kwa mwenyewe unaamka saa 6 kwenda kuifanya. Unasema pasa kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna madai ya kwamba hii familia haijawahi kufanya biashara. Hii familia haiwezi kumiliki uchumi mkubwa. Kwa hiyo unashangaa nasikia uzito tu, uzito kufanya biashara, uzito kuomba. Aliyekwambia kwenu kuna waombaji nani? Aliyekwambia kwenu kuna makuhani, wainjilisti, mitume, manabii nani? Unashangaa kweli kabisa, unakajipawa cha unabii. Lakini kinakutana na vita. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho kuna makosa. Katika ulimwengu wa roho kuna dhambi inalia. Katika ulimwengu wa roho kuna uovu.
ijapokuwa una unabii, ijapokuwa ni mtakatifu, lakini hauwezi kutembea katika kile kitu hadi uishi maisha ya utakaso. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo mtu anaweza sasa, Pastor Lada, Mungu ni mwongo, mbona aliniambia hivi na akitokee? Mungu sio mzee Athumani, wala sio mzee Mkumba. Mungu ni Mungu mwenye wivu, na analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kama alisema jitakaseni, anamaanisha jitakaseni. Kama alisema jiosheni, anamaanisha jiosheni. Yesu sio mzee Kabelege. Mungu ni Mungu mwenye wivu, analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona, hapa anamalizia anasema kutiwa muhuri wa maono na unabii na kupaka mafuta mahali patakatifu kabisa. Wewe si mtakatifu wa Mungu? Wewe unahitaji mafuta Roho Mtakatifu juu yako ili uishi maisha matakatifu. Na ndio maana Yohana anasema mimi nabatiza kwa nini? Kwa maji, lakini huyo ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na nini? Na kwa moto. Ya kwamba kuna utakaso mwingine unahitaji Roho Mtakatifu, utakaso mwingine unahitaji moto. Okay. Tasema Pastor, hiyo inakaaje? Na moto tena? Kuna kipindi unahitaji moto, unahitaji tu Roho Mtakatifu. Unajua hata Yesu pia alijazwa Roho Mtakatifu wakati anabatizwa pale mto Yordani. Lakini ilibidi apite kwenye moto kujaribiwa na kila kitu ili arudi na nguvu za Roho Mtakatifu kutoka nyikani. Kupokea au kujazwa Roho Mtakatifu ni jambo moja, lakini kutembea na nguvu zake na moto wake ni jambo jingine. Hilo utakutana na majaribu unatakiwa uyashinde. Utakutana na makwazo unatakiwa uyashinde. Wakati watu wanalia kwa kwazo lile, wewe unalala na una amani. Kwa nini? Wewe umeshapita kwenye moto. Ukiona mtu kijaribu kidogo tu ametoka kwenye reli, huyo yamkini ameishia tu hapo tu kwenye ubatizo wa maji au ubatizo wa Roho, lakini hana ubatizo wa moto. Mwambie jirani yako, umebatizwa kwa moto? Ukibatizwa kwa moto, hiyo tabia unayosema mimi siiwezi, utaiweza. Kwa sababu ikija inalamba. Hivi moto toka lini ukakaa sehemu na matakataka, yale matakataka yasilambwe? Lakini tu Roho Mtakatifu akija ndani yako atakusaidia. Hii ni dhambi, usifanye. Kwa hiyo chaguzi wa kufanya ni wako au kutokufanya. Lakini moto ukija haukuruhusu hata kuwaza kufanya maamuzi. Can I preach somebody? Naongea na mtu mmoja. Nani hapa anaweza kukaa kwenye moto? Moto umekuwa mkali, akaendelea kukaa hapo, hayupo yatakutoka malengelenge. Mimi nilikuwa nasikiaga baridi nilipoenda mkoa wa Njombe, kwa nilikuwa sijazoea, nimekaa Morogoro muda mrefu. Kwa hiyo nimeenda Njombe huko Mafinga, baridi kali sana. Kwa hiyo nikawa na baridi natetemeka, nimeshuka kwenye gari meno yanagongana. Nikaletewa kigai cha moto hapo kwa kina Efeso kule nyumbani kwao. Nikakaa hivi. Kwa hiyo sasa kile kigai mimi nakiweka hadi hapa kabisa. Yaani baridi lile linapiga na huku moto. Ndio Biblia inakataa sana mambo ya kuwa vuguvugu na moto. Anasema uchagua moja, uwe moto au nini? Bali usiwe ni vuguvugu. Asa nikasema moto naona umekolea pale. Kitu ambacho nikikaa Morogoro sioni, naona ule moto ni mkali sana, lakini huku mbona naona moto ni wa kawaida. Baadaye nikashangaa malengelenge kwenye mguu. Nikashangaa vitu vya kwamba kumbe nilikuwa naungua. Moto unachoma. Haijalishi umekaa katikati ya watu wa aina gani, kuna katabia katachomwa. Kuna hayo mawazo mabaya yatachomwa tu. Yatachomwa. Sema Bwana nibatize kwa moto ili uchome kila tabia ya asili ndani yangu. Ujue moja kati ya tabia ngumu kuondoka kwako ni tabia ya asili. Maana tabia ya asili iko kwenye damu yako. Hiyo haiondoki tu kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Hiyo inaondokaga kwa kubatizwa kwa moto. Hiyo ndio inaondoka. Tabia za asili haziondoki tu kwa sababu mimi tu nimempokea Roho Mtakatifu. Unaweza ukanena kwa lugha asubuhi jioni, lakini hiyo tabia haikuachi. Ukimaliza pale unarudi pale pale. Sema amina kama unaelewa. Unanielewa kisoga? Bwana Yesu asifiwe.
Na tabia za asili huwa zinakujaga kwa muda. Yaani zinakujaga kwa majira. Tabia za asili zinakujaga na zinafuataga kalenda. Tabia asili au magonjwa ya asili huaga yanakuja. Kama ni mwezi wa 6, inakuja mwezi wa 6. Kama ni mwezi wa 3, mwezi wa 3. Kuna ingine tabia za asili ni mwezi wa 1. Huu mwezi ukiushinda miezi yote utakuwa mtakatifu wa Bwana. Lakini kila nimeongea na mtu mmoja sasa, pastor, hivi umejuaje? Nimekusikia rohoni mwangu. Nimejua kwa sababu Bwana asema hivyo. Panapo majira yale yale, Herode tena akaona kuwa ni vyema tena kumtesa, kuwachukua wale mitume tena kutaka, maana mara ya kwanza alimuua mtume wa kwanza. Majira yale yale mwakani akataka tena kufanya kitu kile kile. Kwa hiyo roho ile iliyokuwa ndani ya Herode ilikuwa inajisubiria yale majira. Mitume walihubiri miezi yote, alipokuja yale majira akasema nimeshamwangamiza yule, na huyu sana ni muangamize. Panapo majira kama yale. Mnakumbuka alivyokuwa wamemwangamiza alikuwa ni nani? Ni Stefano, alikuwa ni nani? Baadaye tena majira kama yale yale wakamkamata Petro, akataka kumwangamiza. Biblia inasema kanisa likashtuka. Kanisa likaomba kwa ajili ya Petro, na Bwana akatuma malaika gerezani akaenda kumchomoa. Na hata alivyokuja akasema ni kivuli chake sio mwenyewe, lakini ndio alishakuwa ametoka. Kwa hiyo ni lazima udili na yale majira, kwa sababu majira yale yale usipobadilisha strategy, jambo lile lile litatokea. Na nielewa watoto wa Mungu. Kuna watu jambo lile lile litakukuta tena mwaka uliokuta mwaka jana. Kwa sababu hujajua hilo jambo sio matokeo ya mazingira, linatokana na tabia asili, linatokana na damu. Na nielewa vizuri. Majira yale yale. Kwa hiyo kuna watu hapo wanasubiriwa na adui mwezi wa 4. Wengine mwezi wa 7 wakati wanaingia kwenye UI. Majira yale yale yaliyomfanyaga kaka yake aache masomo akiwa mwaka wa 3, baba yake afukuzwe shule akiwa form 4. Majira yale yale ya mitihani yanakusubiri. Binti yangu mmoja alikuwa hapa kanisani. Bahati nzuri sasa hivi tulishamalizana na hiyo kesi, anaitwa Winnie Kaduma. I don't know ni alikuwa ni baba yake. Baba yake sijui ni mama yake, alipokuwa darasa la 7 na karibia kufanya mtihani akagombana na walimu. Kwa hiyo walimu akamfukuza. Bado siku 3 sijui 4 kufanya mtihani wa darasa 7 hakufanya. Unajua kicho? Na yeye sasa kafika chuo kikuu. Huko kote wamemwacha. Panapo majira kama yale yale ya mtihani wa mwisho. Kashafanya kozi weki kamaliza zote vizuri, mtihani wa mwisho. Kipindi sasa yuko na mume wake huyo. Mume wake anamchukua kwenye bodaboda anampeleka theater sleep kafanye mtihani wa mwisho. Yaani roho nyingine inamwambia kwamba hebu toka nenda kwa Mwafrika ukapumzike. Wenzio anaingia darasani, yeye anaenda kwa Mwafrika. Mitihani yote hadi imeisha. Mume wake anaamsha usiku kusoma, anaamka anaanza kusoma. Watu matajiri 7 duniani wanaingia kwenye YouTube wanaangalia. Panapo majira yale yale. Sema Bwana nibatize kwa moto, ili majira yangu yasivamiwe na yule mwovu shetani. Majira yale yale. Winnie Kaduma, mume wake anajua amemaliza chuo. Hakumaliza chuo. Hakumaliza chuo. Yeye mnaona hapa Winnie yupo msomi. Winnie hajafanya mtihani wa UE. Kwa hiyo hajafanya hadi sasa hivi miaka nenda maka kama ni kudisco amesha disco. Kwa hiyo yuko zake tu hapo mama nyumba. Kwa hiyo ni jambo gumu sana kumweleza mume wake. Mume wake anaambia basi nikupe hela ukachukue cheti chako ili uapply. Anasema nitaenda kesho kutwa. Nitaenda kesho. Akaniambia pastor, maji yamefika shingoni, nifanyaje? Nikaambia omba toba kwa Mungu. Mungu ni wa rehema, afu ukienda kwa mume wako atatulia. Akaomba rehema, tukaomba naye, akaenda kwa mume wake akamueleza A to Z. Mume wake akasema basi imeshakuwa, tutafanyaje? Tuendelee na maisha. Uwe mama nyumbani hapa. Basi wanaendelea hadi sasa hivi. Asifiwe Mungu. Mungu akampa kazi mume wake. Yuko hapa Benjamin Mkapa. His official nurse, na yeye kwa zake anafanya biashara. Basi maisha yanaenda. Sio tu huyo, kuna binti mmoja alikuwa hapa kutoka I don't know ni Mbeya au Makete. Alikujaga. Baba yake
aliacha kazi mwenyewe, aliandika barua ya kuacha kazi, na alikuwa mwanajeshi, sio ni askari. Na hizo kuna watu wanamkumbuka hapa kanisani. Na alitoa hapo ushuhuda. Na yeye pia alikuwa ni medical officer. Na yeye ikafika akaandika barua mwenyewe na acha kazi. Ameolewa na mume wake, naye mwanaume naye alikuwa anafanya kazi nzuri, ni daktari. Angalia sana unapooa. Mwanaume kaingia kwenye uovu wa familia mwanamke, naye akaandika barua ya kulizaini. Akatoka akaenda kufanya vibarua vya madini, vya kuchenjua madini huko, kuchimba nani maandaki huko. Mwanamke kakaa hapa maisha magumu, kaenda huko kwa hali mbaya. Kwa nini? Majira yale yale. Sasa unahitaji maisha ya utakaso because you don't know what has happened. Mnanielewa watoto wa Mungu? Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa ubatizo wa maji ni mzuri. Ubatizo wa Roho ni mzuri, lakini unahitaji kubatiza kwa moto. Mungu mwambie kubatiza kwa moto, alambe hizo tabia, achome. Yeye Mungu anaweza kupita kwenye damu yako akachoma hizo tabia. Na watu wakasema, jamani waya wote wanakuwa na masifa. Hivi huyu ni mwaya kweli? Wao wote wanakuwa na makelele na mabishi. Huyu ni mua mchongo. Mbona mtulivu hivi? Ni kwa sababu kuna moto ulikuja ukalamba huo ubishi na kukomesha makosa, kukomesha dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kugonga muhuri wa maono na unabii, na kukutia mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yohana alisema hivyo katika Mathayo 3:11, kweli mimi nawabatiza kwa nini? Kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo moto wa Roho Mtakatifu una kazi kubwa ya utakaso. Na leo nitazungumzia kitu kimoja ambacho kinaweza kuleta utakaso hapo, ambao ni moto wa Roho Mtakatifu au moto wa Mungu ndani yako. Unaweza kuleta utakaso. Ibada ya pili nitazungumzia pointi kama 4, ila ibada ya kwanza kwa sababu ya muda nitazungumzia tu pointi moja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anahusika sana katika utakaso. Kwa nini? Yeye kwanza anaitwa mtakatifu. Kwa hiyo anakusaidia na yeye kuishi maisha ya utakatifu na kuwa mtakatifu wa Bwana, si kwa bidii wala kwa juhudi, kwa sababu akikaa ndani yako atakufundisha yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama moto wa Roho Mtakatifu atakusaidia kuifia dhambi. Namba 1, atakusaidia kuifia dhambi. Warumi 6:2. Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Warumi 6:2. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa hiyo akija anakusaidia kuifia dhambi. Biblia inazungumzia habari ya mbegu, ya kwamba mbegu haiwezi kuota isipokufa kwanza. Kwa hiyo ili itoe mche lazima nini? Ife kwanza. You should die. Na hauwezi kudai tu kwa kusema kwa sababu naenda kanisani kila siku. No. You need the fire in your bones. Ndio Mtume Paulo anasema, ole wangu mimi nisipoihubiri Injili, maana nimewekewa sharti. Yeremia alitaka aache kutabiri, lakini hadi mifupani mwake anasikia moto unawaka ili atabiri. Kwa sababu ni sharti. Mimi leo niambie niache kuhubiri, niache kuchunga kanisa, siwezi, hata kama linikute jambo gani. Yaani mimi utanikuta na kuhubiria tu. Kwa nini? Kwa sababu mifupa yangu imewekwa huo moto wa kuchunga na kuhubiri. Hasha, sisi tulioifia dhambi tuishije tena katika dhambi? Sema, Bwana, kwa moto wako wa Roho Mtakatifu, kila dhambi ndani yangu ife. Namba 2, atazishuhudia nafsi zetu. Roho Mtakatifu akija ndani yako anaishuhudia nafsi yako. Yohana 16:8. Naye akiisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Dhambi, haki na hukumu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija kwako atakwambia kabisa, this things is a sin. Nakumbuka nilizungumza dhambi kwa mtu A inaweza isiwe kwa mtu B. Makosa kwa mtu A inaweza isiwe kwa mtu B. Inategemea na level yake. Na nielewa vizuri. Kwa hiyo yeye
atakushuhudia nafsi yako. Akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanya mambo matatu ndani yako. Anakushuhudia mambo matatu. Anakushuhudia dhambi iliyo ndani yako, haki utakayoipokea, lakini pia hukumu ya matokeo utakayopata. The same, na ndio anaweza kukwambia ukifanya hivi unaenda kufa. Lakini anakushuhudia kwamba hayo mahusiano unayoenda utaanguka. Anakushuhudia kwa habari ya dhambi. Lakini muda mwingine unapoteza ujasiri, anakuambia hii ni haki yako. Hii ni haki yako. Wewe ni mwana wa Mungu, usihofu. Hata hilo litapita. Ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Namba 3. Atakusaidia kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Atakusaidia kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Atakusaidia kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Wagalatia 5:16, basi nasema enendeni kwa Roho, maana hamtayatimiza kamwe mapenzi au tamaa za mwili. Kwa hiyo atakusaidia kuyatimiza mapenzi ya Mungu na kutokuyatimiza mapenzi ya mwili. Basi nasema enendeni kwa nini? Kwa Roho. Wala hamtatimiza kamwe. Sema kamwe. Sema tena kamwe. Sema tena kamwe. Sasa tunapozungumzia kamwe nini? Maana yake kama moto ukija, si unalamba hicho kitu kinapotea kirudi tena. Hiyo ndio kamwe yenyewe. Kwa hiyo hautatimiza kamwe. Nilikuwa na kiburi, sasa hivi unakitafuta sijui kiko wapi. Hakipo. Kwa nini? Akija yeye anakuja kwangu, anayatimiza mapenzi ya Mungu. Na siwezi tena kutimiza mapenzi ya kiburi. Siwezi tena kutimiza mapenzi ya hasira. Siwezi tena kutimiza mapenzi ya kususa. Siwezi tena kutimiza mapenzi ya zinaa. Siwezi. Hata kama mwili wangu unaniwaka kiasi gani. Siwezi. Hata kama ni ujana maji ya moto, lakini mimi hautaniunguza. Siwezi. Sababu kamwe sitatimiza mapenzi ya Mungu ya mwili, kwa sababu yeye atanisaidia kwenda katika Roho. Namba ngapi? 4. Atakufundisha yote na kukumbusha yote. Yohana 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Kwa hiyo utakuwa unafundishwa hii kitu sio sawa. Hii kitu unakumbuka Mungu alisema nawe kwa habari hii. Unakumbuka pastor alizungumzaga hili jambo. Siku moja kijana mmoja, tulikuwa wote sisi wote tuko wanafunzi wa Pastor Eliki, Apostle Eliki. Kwa hiyo wakati siku moja yule kijana akataka kufanya dhambi fulani, alafu akasikia sauti yangu ndio inamkemea. Kwa hiyo akaacha, kweli akaogopa, alafu akaja kuniambia. Walikuwa wananiita mwalimu Kabelege. Yani leo nimetokea na kitu kibaya. Kipi? Nilikuwa natembea kabisa, nilikuwa nataka nifanye kitu 1 2 3. Yani niliona sauti yako imenikemea hadi ikageuka nyuma, lakini sijakuona. Nikajua kabisa unanisemesha. Nikamwambia no, huyo ni Roho Mtakatifu, lakini ameamua tu kuamplify sauti yangu kwa utukufu wake. Sisi wote ni washirika kanisani, lakini ameamua kutumia sauti yangu. Si Mungu atumie sauti ya mshirika mwingine hapa ili kumuonya mwingine? Hiyo itakufanya kwamba wewe unahisi ya kwamba washirika hawakuoni, umekuja huku na mtumbo, hata huku hapo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo atakukumbusha na kukufundisha yote Kristo. Namba ngapi tunaenda? 5. Atakufunulia mapenzi makamilifu ya Mungu ndani yako na kuyaendea. Ndani yako wewe una kitu Mungu kakiweka. Ndani yako wewe kuna mpango wa Mungu mkamilifu, lakini hujui. Kumbuka siku moja hapa nilisema giza lililokuwa katika maisha yako ni upande usiojua kuhusu wewe, ndio giza. Upande usiojua kuhusu wewe. Na nikasema upande unaojua ni mdogo sana kuliko upande usiojua kuhusu wewe. You are a great person. You are anointed one. Wewe umebarikiwa sana. Mungu kukubariki kwa baraka zote za rohoni. Maana uwezo wa Mungu umekukirimia vitu vyote vinavyopasa uzima na utaua. Lakini kiwango unachojijua ni kidogo sana kuliko kiwango usichojijua wewe. Hapa kama kuna watu watafanikiwa kujijua hata nusu ya wao. Hapa kanisani mbona tunakuwa na mabilionea, tunakuwa na watumishi wa Mungu wa kimataifa. Na nikasema wala sikuonei wewe, hata mimi mwenyewe nahisi sijajipata. Sijajijua kwa kiwango hicho. Sijajijua. Upande wako wa pili usiojua ndio giza, na ndio upande ambao shetani amekaa.
Shetani wala hawezi kudili na kile unachokijua, kwa sababu anajua umeshakijua. Kile unachokijua ndio nuru, is a light. Kile usichokijua ndio darkness, ambapo kuzimu inakaa, shetani anakaa. Sasa jiulize, ujui nini kuhusu wewe? Ndipo shetani amekaa na anakufunika kila siku ili usijue. Biblia inasema macho yao yakatiwa nuru ili wapate kufunuliwa na nini? Na maandiko. Na maandiko. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa umefunikwa huoni. Wale wanafunzi Biblia inasema waliokuwa wanaelekea katika kile kijiji wakakutana na Yesu njiani. Wakaanza kusimuliana na Yesu. Na Yesu akauliza, mnazungumza habari za nani? Wenyewe wanamuuliza, kwani wewe hujui tunazungumza habari za nani? Habari za mtu mmoja anaitwa Yesu wa Nazareti. Wakatoka hadi wakaenda naye wakakaa nyumbani. Baadaye akamwambia, sasa usiondoke, hebu tule chakula. Yesu alipoumega mkate akawapatia, Biblia inasema na fahamu zao zikafunuliwa, macho yao yakafunuliwa, wakapata kujua kwa huyo ndiye Yesu aliyesema nasi. Na wenyewe akasema, kwani aliposema pale njiani, hivi kweli hatukushuhudiwa kuwa ndo yeye huyo? Kwa hiyo kumbe kuna upande mkubwa sana ambao umefunikwa, ambao ni wewe, ambao hujijui. Na huo upande una hazina kubwa sana ya maisha yako. Lakini huo upande adui hawezi kuruhusu ufunuke hivi hivi. Kwa sababu ukishaujua hautakuwa wewe wa kawaida. Namba 6. Ataua na kuchoma tabia za asili na kuzalisha tabia za kiungu ndani yako. Ataua na kuchoma tabia za asili na kuzalisha tabia za kiungu ndani yako. Ataua na kuchoma. Wakorintho wa kwanza sura ya 2:14. Wakorintho wa kwanza 2:14. Ataua na kuchoma tabia za nini? Za asili. Ni watu wa ibada ya kwanza nyenye ni wastaarabu sana. Kwa hiyo siwezi kuuliza maswali. Wa ibada ya pili wote sisi tunajuana. Ibada ya pili sisi tukogi. Si mliona pale tuliwatumia vile viclip Wa ibada ya pili hatuna tashishi. Ila ibada ya kwanza nyenye ni maprofesa, na ndio maana hata msemi amina kubwa. Kwa hiyo na mimi nawachukulia vile vile. Ukitaka vibe la kiroho njoo ibada ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ataua na kuchoma tabia za asili na kuzalisha tabia za kiungu ndani yetu. Wakorintho, nimesema Wakorintho wa kwanza sura ya 2:14 inasemaje? Tusome. Umeona hapo? Maana mwanadamu wa tabia ya asili hawezi. Mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya nini? Ya roho wa Mungu. Hawezi kuyapokea. Maana kwake ni upuzi. Kwa hiyo wakati watu wanaona hichi kitu ni cha faida, watu wa rohoni, watu wa mwilini kwanza wanacheka. Huyu naye anaongea nini pumba zake, hebu akimaliza aondoke hapa. Lakini mtu wa rohoni anasema nimepata kodi hapa, nimepata password. Na ndio maana neno lile lile liliwafaa watu hao, alikuwafaa hawa, kwa sababu watabia ya rohoni walichanganya na imani. Watabia ya mwilini walisikia tu. Watabia ya rohoni walitendea kazi, maana heli wanaosikia na kutendea kazi. Watabia ya mwilini wao hawakutendea kazi. Watabia ya rohoni wa mwilini wanaamini, lakini watabia ya rohoni wanaamini na kutii. Tofauti. Mwanadamu wa tabia asili. Muangalie jirani yako, mwambie wewe ni wa tabia asili au ya rohoni. Mwambie ni jibu tafadhali. Akupe jibu haraka haraka. Amesemaje? Wale ambao wamejibiwa kuwa huyu ni wa tabia ya rohoni, nyosha mkono. Jirani yako amekujibu mimi ni wa tabia ya rohoni, nyosha mkono. Wale waliojibiwa na jirani zao, huyu bwana mimi wa tabia ya mwilini, nyosha mkono. Ninyi mnaeleweka? Ndio nimesema nyinyi maprofesa. Ongeeni na profesa wenu. Mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, hayapokei. Roho wa Mungu anaweza akaja kwa uzito sana kuzungumza na maisha yako, lakini ukapuuza.
Anaweza akashuka kwa ukubwa sana katika ibada, lakini hata usione kama vile nilitetemeka, watu wote wanabubujika. Mtu wa tabia asili, kwa sababu ndani yake kuna ngome, ni mwamba. Ndio Biblia inasema ya kwamba Mungu ataondoa moyo wa jiwe na kuwapa moyo wa nyama na kutia roho mpya ndani yao. Mtu wa tabia mwilini hawezi kuyapokea mambo ya roho wa Mungu, maana kwake ni upuuzi na hawezi kuyafahamu. Sema nakataa kuwa mtu wa tabia mwilini. Sema tena kama unamaanisha. Sema tena. Nakataa katika jina la Yesu kuwa mtu wa tabia mwilini. Mtu wa tabia mwilini hawezi kuyafahamu mambo ya roho wa Mungu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa nini? Biblia inazungumza wazi kwa roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa hiyo kitakachokufanya uyatambue ni kwa sababu Roho Mtakatifu anashuhudia na roho yako. Sasa roho gani hiyo? Roho yako ipi? Ni roho iliyofunguka, ni roho ambayo imeshawishwa. Sio roho yako hiyo ya Kinyakyusa, sio roho yako hiyo ya Kichaga, sio roho yako hiyo ya Kisukuma. Ni roho iliyogeuzwa. Ni roho mpya, itafanya kuwa na mawasiliano na roho wa Mungu. Utaweza kuyatambua. Utaambia kwa leo vaa nguo fulani nenda ibadani. Roho Mtakatifu anambia leo vaa ndani, vaa na taiti ndefu. Kumbe hiyo siku anataka kukupigisha msalakasi hapa kanisani. Sasa ukivaa kimino, alafu hiyo siku hapa kuna Roho Mtakatifu anashika kwa nguvu hivi, si utakuwa utasababisha hawezi kufahamu maana yatambulika kwa jinsi ya roho. Roho Mtakatifu anaweza kukuelekeza nini cha kufanya wakati gani, kwa nini ufanye na nani ufanye, nani usihusiane naye, nani uhusiane naye. Mnanielewa vizuri? Ni tabia ya asili, roho ya asili ya uganga, ya uchawi, ya kuabudu mizimu. Haitaki kutoka. Kuna watu katika maisha yako utawakataa, si kwa sababu ni wabaya, kwa sababu mizimu yako haiwataki. Unaweza kumkataa mme wa hatima yako, unaweza kumkataa mke wa hatima yako. Si huyo mtu ni mbaya, huyo mtu ni mwema kabisa na Mungu kamleta. Yamkini hata unabii umetokea, lakini shida kwenye damu. Unaondolea watu wazuri, unaletea watu wabaya. Niliwapeni juma ngapi mfano wa binti yangu ile mmoja ambaye alikuwa anamkataa mtumishi wa Bwana, na baadaye mtumishi wa Bwana Mungu kampa neema, akampa gari na nini. Juzi anakuja kukutana naye mwezi wa 12, anamwambia ndugu yangu vipi? Umeolewa? Sasa sijaolewa. Kwa nini? Mizimu inaweza kukupa hadi formula. Ikakwambia omba hivi, sasa hivi sitaki kuolewa hadi niuguze. Sasa hivi hadi nimalize masomo. Aliyokuambia kwamba ni kanuni ya kwamba lazima umalize chuo ndio uolewe nani? Kwani wangapi wameolewa chuoni na maisha yao ni mazuri? Mimi sitaki kuhangaika, mara nishike mimi anaanza kuzulula na tumbola. Who told you? Je, ni roho Mungu amekufunulia au tabia za asili? Huyu rafiki yangu roho zilikuwa zinamdanganya. Nikaja kumwambia, sasa ndugu yangu, mimi sijui uganga, sijui uchawi, sijui uchale. Akanisupalia, akasema unanifanyia hivi, unaniibia nyota yangu na nyota yangu ya uongozi. Tulikuja hapa wote tulikuwa tunafagia vyoo vya walimu hapa chuoni. Na hisi Angel anajua vile vyoo vya walimu kule Sakila, sababu nilisoma kule. Angel anajua vizuri sana. Wote tulikuwa tunafagia vyoo vya walimu. Mimi ndio nilikuwa nafanya usafi na yule rafiki yangu, tumetoka wote Dar es Salaam kipindi hicho. Watu wa Dar es Salaam sasa tunaongana sema mabisho, ndio tukapewa vyoo vya kufanya usafi. Sasa mimi nikawa promoted, Mungu kwa neema yake. Nikawa promoted, nikatolewa kule, nikachaguliwa kwa kiongozi wa wanafunzi. Kwa hiyo sasa mimi nikawa kiongozi. Huku kwenye kwaya ya wanafunzi, Angel hivi ulikuwa unajua kwaya yetu? Na mimi pia ndo nilikuwa mwalimu wa kwaya, mwenyekiti. Angel anajua, sijaanza kuimba leo. Nilikuwa naimba tangu huko. Naongoza kusifu na kuabudu huko Sakila. Lakini huyo mtu kumbe akawa na vita. Akasema kwamba msikae na kabelege, mkikaa naye na kuibieni nyota zenu. Tabia asili. Mtu anaota kila siku majeneza yuko kaburini, anaweza kukwambia kitu cha rohoni ukakisadiki. Ngoja niwaache hapo. Kuna mwanangu mmoja hapa naye alikuwa na tatizo.
hadi moto siku ile tulivyoomba hapa maombi ya moto kuchoma tatizo hilo. Alikuwa hali nyama. Yeye atakula vitu vingine tu, nyama atawashwa, sijui atafanya nini. Hali yuko hapa shemasi wangu, nimetoka naye mbali sana. You know what? Siku ile nikahubiri habari hizi, tukafanya na maombi. Hiyo siku kwa mara ya kwanza alienda kuagiza hadi Kidimoro, sijui na kumbe zinakuwa tamu hivi. Akala nyama ya ng'ombe. Alikuwa hali. Lakini nilipofuatilia baadaye, hata mama yake mwenyewe hali nyama za kawaida, anakula samaki na kuku tu. Kwa hiyo kumbe kile kitu unaona kilivyokuwa kwenye damu. Okay, ngoja nikuache hapo. Unahitaji ubatizo wa moto ili kuchoma hivyo vitu, ili kuchoma hiyo tabia. Kuna tabia katika familia haitaki kusoma, yani haipendi kusoma tu. Ndio maana unajing'ang'aniza kusoma chuoni. Kila mwalimu unamwona mbaya, mwalimu wa psychology mbaya, mwalimu wa curriculum mbaya, mwalimu wa measurement and evaluation mbaya, mwalimu wa management sijui na nini psychology. Yani kila mwalimu wa KI ni mbaya. Mimi simuelewi ni mwalimu sio anafundishaje. Wenzio wote wanaelewa na wanapata A. Lakini peke yako ndio uelewi. Tabia ya asili. Mtu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya roho Mungu. Maana yatambulika kwa jinsi ya rohoni, wala hawezi kuyafahamu. Yesu atusaidie sana. Watoto wa Mungu, kama tunataka utakaso wa kweli, ni lazima turuhusu moto wa Roho Mtakatifu uchome hivyo vitu ndani yetu. Ili sio ombi, ni lazima. La sivyo kila siku utakuwa hapa unaanguka, kila siku utasema mala huyu mwanamke huyu ni mbea kanisani. Ngoja nikwambie hivi, we moto ukija unachoma na mdomo. Kwani Isaya moto ulivyokuja kwenye mdomo wake, akuchoma huo mdomo wake? Aliongea tena umbea na uongo. Hata kuanyoshia tu kidole ole aliacha. Alianza kuona unabii wa Mwenyezi. Binti mmoja alikuwa muda wote ananuna. Muda wote. Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tulikuwa tunasumuliwa na mwalimu wetu mmoja hivi. Alikuwa lecturer lakini pia alikuwa ni mwalimu wa praise team hapo ya campus night. Sasa wakati wako chuo kikuu cha Dar es Salaam, hiyo siku akamwalika, akamwambia twende ibadani. Huyu alikuwa hata sio mtu wa ibadani, mtu wa dini. Twende kwenye mkesha. Akasema mimi siendi. Rafiki zake anambia sasa tutakuacha peke yako room. Twende. Wakamkokota akaenda room. Wakaenda, walipoenda room, wakati wanaendelea na kuabudu, yule ambaye alikuwa hawezi kucheka alianza kucheka. Yaani walishangaa, watu wakajua hivi huyu labda amelukwa na akili. Akacheka hadi anadondoka. Yaani kucheka. Watu wakasema jamani, huyo labda hasa watu wa rohoni, unajua watu wa rohoni wanatambua mambo ya rohoni. Wakasema ni Roho Mtakatifu anashughulika naye, muacheni. Kuna wengine wako makanisani watu wa mwili wasema mpelekeni kile chumba cha kule, anatuharibia ibada. Kumbe hiyo ni sehemu ya ibada. Ndio Mungu amekuja kushughulika na maisha yake. Alianza kucheka hivyo saa 5 ya usiku hadi saa 11 ya asubuhi hajamaliza. Wakamchukua akampelekea kwenye chuoni pale. Kuna zahanati wanaweka madrip kama hapo za Udom hizo. Wakamwekea na drip la kumlaza usingizi. Hakulala usingizi, anacheka yuko na drip lake. Roho Mtakatifu hawezi kuzulishwa na drip la maji, na drip la usingizi. Hawezi. Kwa hiyo wewe unachohitaji ni huo moto ukishuka ndani yako. Kuna vitu hata hivyo kununa kutakoma. Kususa kutakoma. Hasira itakoma. Makwazo kukwazika kutakoma. Uongo tutakoma. You need the fire of God. Sasa watu wengi sana wanaishiaga pale kumpokea tu, lakini hawataki ule moto kwa sababu wanataka kuendelea na maisha yao. That's why nguvu ya Mungu ikishuka kwanza wanafungua macho. Niangalie nani huyo? Nani kapokea wewe? Zedono hawa watu hawajazagi. Kila siku wao wanasema fulani leo kulikuwa na ibada nzuri, lakini yule mdada naye jamani hadi akagalagala. Wao kuna siku wamegaga wakavu, wamesimama kama mlingoti. Kwa nini? Watu wa tabia asili. Lakini tukitakaswa tunaambiwa pale mafuta yatakuwa juu yetu. Unabii na maono yatagongwa muhuri.
makosa yatakomeshwa, uovu utafutwa, dhambi itakoma. Simama kwa miguu yako.